gani kwa kuhusiana na ibada ya leo, vile ambavyo Mungu ameweza kutufungua kupitia Nabii King Joshua? Ibada ya leo ilikuwa nzuri. Tunamshukuru Mungu. Cha msingi tumebarikiwa na tumepokea vizuri. Amen. Dada anasema amebarikiwa, amekombolewa. Amen. Na leo anapondoka hapa anaenda kufanikiwa sana. Amen. Kama unavyomsikia dada huyu, barikiwa sana, endelea kujiungamanisha. Amen, barikiwa. Dada, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilikuona leo katika ibada ya leo wakati unapita kwenye mafuta pale ya ukombozi, nikaona vile ambavyo Mungu anakufungua. Wewe binafsi ibada ya leo unaweza kusemaje kwa habari ya ibada ya leo? Imenikomboa sana. Nimekomboa. Amen. Ilikuwa ni ibada ya ukombozi wa nyayo. Wakati baba anakuombea, niliweza kukutazama nikaona vile ambavyo ulikuwa unahangaika kwa habari ya miguu yako. Unafikiri nini ulikuwa unajisikia wakati baba anakuombea? Nilikuwa nasikia moto sana kwa hiyo. Ulikuwa unasikia moto? Moto sana. Lakini kabla hujaingia hapa, huo moto ulikuwa unasikia? Nilikuwa siusikii. Lakini baada ya kupita kwenye mafuta baba anakuombea ukasikia moto? Nikasikia moto. Hebu tuelezee mtu anayekutazama vile ambavyo ibada ya leo ya ukombozi wa nyayo ilivyokuwa ni moto. Kwa maana unasema ulikuwa unasikia moto. Hebu tuambie ulikuwa unasikiaje? Nilikuwa nasikia moto mkubwa sana kama mtu anachochea moto. Lakini namshukuru Mungu, baba anatumiwa sana na Mungu. Namshukuru Mungu amenikomboa, anatumiwa na Mungu. Sasa hivi ule moto unausikia? Hata siusikii. Unasikia miguu yako iko mepesi? Hivyo vimepesi kabisa. Amen. Dada, unatokea wapi? Natokea Mlimwasi. Mlimwasi. Amen. Ni mara ngapi kuja hapa? Na mwezi sasa hivi. Dada huyu ana mwezi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hebu angalia dada huyu wakati anapita katika mafuta ya ukombozi wa nyayo. Anasema alikuwa anasikia moto, na kama ulikuwa unafuatilia video zetu, unaweza kuona anasema alikuwa anasikia moto kwenye nyayo. Lakini sasa hivi hausikii tena na anaona kabisa ni mwepesi, miguu yake mepesi. Ni dada huyu katoka Mlimwasi, anamtukuza Mungu wa Gilgal City. Unapenda kumwambia nini anayekutazama kwa habari ya Mungu anayetumika na nabii wa Bwana Nabii King Joshua? Kwa kweli nawashirikisha hapa nabii wa King Joshua anatumika sana kwa Mungu. Amen. Anakukaribisha sana. Anasema anamwona Mungu wa Nabii King Joshua. Karibu sana, barikiwa. Amen, asante. Amen. Ndugu mtazamaji, unatufuatilia popote pale ambapo nafuatilia kupitia YouTube. Leo tulikuwa na ibada kabambe, ibada kubwa kabisa, ibada ya ukombozi wa nyayo. Kama ulikuwa unafuatilia video zetu, na pia unaweza kaingia YouTube ukakutana na video zetu vile ambavyo ibada hii imekuwa moto. Nabii wa Bwana Mungu amemtumia isivyo kawaida ukombozi wa nyayo. Uliona vile ambavyo watu walikuwa wakihangaika baada ya kukanyaga mafuta. Hii inaashiria kabisa kwamba nyayo zikikamatwa mafanikio yamekamatwa. Lakini leo ukombozi umetokea. Kama unavyoona watu hapa, ibada imeshaisha lakini bado wanaendelea. Wageni wako hapa, wageni mbalimbali ambao wapo hapo wanategemea kuonana na nabii wa Bwana. Wageni wamepokea sana siku ya leo, tumsikie mgeni mmoja wapo, yule ambaye amehudhuria kwa mara ya kwanza kabisa. Siku ya kwanza kabisa alihudhuria. Unaweza ukamwona dada ana furaha kabisa. Dada, umetokea wapi? Nimetokea Manyara. Dada ametokea Manyara. Manyara ni kutoka hapa Dodoma ndio naelekea Manyara. Ametokea Manyara, amehudhuria ibada ya leo, ibada ya ukombozi wa nyayo. Dada, tunatamani kusikia ni mara ya ngapi kuja hapa? Hii ni mara yangu ya kwanza. Hii ni mara ya kwanza kabisa. Na baada ya kuhudhuria ibada hii, wakati wa maombi ya ukombozi wa nyayo, wewe binafsi kabla hujafika mahali hapa, tunatamani kusikia mtu anayekutazama asikie nini kimefanyika kwako hapo kabla na sasa hivi. Kiukweli kwa sasa najisikia furaha sana. Baada ya kufika hapa, maisha yangu naona kama yamebadilika. Anasema kwa sasa najisikia furaha. Lakini wakati wa ibada tuliona nabii anakutabilia. Je, nabii alichokuambia, yote aliyokuambia, unapenda kusemelea nini? Kwa sababu nabii ulishawahi kumuona popote? Hapana. Hujawahi kumuona. Ni mara ya kwanza. Na unaitwa nani? Naitwa Bibiana Zakaria. Okay. Lakini tunaona baba pale wakati anakutabilia kuna mambo alikwambia. Je, yote aliyokuambia ulishawahi kumsimulia? Hapana, sijawahi kumsimulia. Na yote aliyokuambia ni ya kweli? Ndio. Ameona shangaje hujawahi kumuona mtu mjui lakini kakuambia mambo ya maisha yako. Wewe binafsi unashangaje? Tunatamani kuona mshango wako. Kiukweli nimeshangaa sana na pia nimefurahi sana. Amen. Na baba alikuwa anatabiri kwa habari ya familia yako, akasema familia yako inakombolewa. Wewe binafsi umepokeaje ukombozi? Nimeupokea vizuri sana, nimefurahi sana. Amen. Huyu ni mgeni kabisa, barikiwa sana. Ni mgeni kabisa na leo amepokea ukombozi wa familia yake kama ambavyo tuliona katika wakati wa maombi. Dada huyu amepokea, dada huyu amebarikiwa. Amen. Basi endelea kutufuatilia popote
popote pale ulipo. Endelea kufuatilia Gilgal TV, na Jumapili inayokuja tutakuwa na ibada kubwa sana. Lakini pia tunakukaribisha katika mfungo. Tunaanza mfungo wetu wa siku 14. Mfungo